Hii hapa ni Uhondo TV na mimi ni Fadhili Komba nikiwa sambamba kabisa na Aidani Jeremiah. Karibu nikupitishe kuifahamu historia ya nguli wa siasa nchini Kenya, marehemu Raila Odinga. Tarehe 15 Oktoba mwaka 2025 ilikuwa asubuhi tulivu huko Kerala, India, hadi habari zilipoibuka Raila Amolo Odinga, kiongozi wa upinzani wa Kenya na waziri mkuu wa zamani, ameaga dunia kwa mshtuko wa moyo wakati wa matembezi ya asubuhi. Alikuwa na umri wa miaka 80. Tangazo hilo lilileta tetemeko katika nyanja ya kisiasa ya Kenya na kusababisha wimbi la huzuni na kutafakari katika bara zima. Kifo cha Odinga sio tu kifo cha kiongozi wa kitaifa, ni mwisho wa enzi ya kisiasa inayohusishwa na harakati za upinzani, mageuzi na nia ya kutaka kuwa rais, lakini ndoto ambayo ilimponyoka kila mara licha ya yeye kuwania kiti hicho mara 5. Taaluma iliyojengwa juu ya mikataba ya kisiasa. Katika maisha yake, Raila Odinga alianzisha ushirikiano wa kimkakati wa marais wanne wa Kenya: Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta na William Ruto. Kila mkataba ulionekana na tija ya kisiasa na kila mmoja aliacha alama ya kudumu katika utawala wa Kenya. Mkataba na Moi wa mwaka 1998 hadi mwaka 2002, kutoka upinzani hadi baraza la mawaziri. Baada ya kumaliza uchaguzi wa urais wa mwaka 1977, Raila alishangaza taifa kwa kuingia mkataba wa maelewano na Rais Daniel Arap Moi, mtu ambaye hapo awali alikuwa amezuiliwa kwa takriban miaka 9 kufuatia jaribio la mapinduzi ya mwaka 1982. Raila alivunja chama chake cha National Development Party NDP na kukiunganisha na chama tawala cha Moi cha KANU. Kwa upande wake, aliteuliwa kuwa waziri wa nishati mwaka 2001 na baadaye akawa katibu mkuu wa KANU. Muungano huo ulikuwa wa muda mfupi. Mnamo mwaka 2002, Moi alimwachia Raila na kumuunganisha Uhuru Kenyatta kama mrithi wake, akihisi kusalitiwa. Raila aliongoza viongozi wengine kuondoka KANU, akaungana na Mwai Kibaki na chama cha Democratic Party na kusaidia kuunda muungano wa National Rainbow Coalition NARC, muungano uliomaliza utawala wa miaka 40 wa KANU kwa kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2002. Mkataba wa Kibaki mwaka 2008 hadi mwaka 2013, mzozo uliozaa ugavi wa madaraka. Hatua ya karibu zaidi Raila kuchukua uraisi ilikuja mwaka 2007 alipowania uraisi chini ya chama cha Orange Democratic Movement ODM. Matokeo ya awali yalionyesha anaongoza, lakini tume ya uchaguzi ilimtangaza Kibaki kuwa mshindi. Matokeo hayo yaliyobishaniwa yalizua ghasia baada ya uchaguzi, ambazo zilizosababisha vifo zaidi ya watu 1200 na wengine zaidi ya 600,000 kuwa wakimbizi. Upatanishi wa mwezi mzima uliongozwa na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan ulisababisha makubaliano ya kugawana madaraka. Raila aliteuliwa kuwa waziri mkuu, hali ambayo ilichangia kuleta utulivu nchini. Serikali ya mseto iliyodumu hadi mwaka 2013 na ilisimamia mageuzi muhimu, ikiwa ni pamoja na kupitishwa kwa katiba ya mwaka 2010 ambayo ilianzisha ugatuzi na kupunguza mamlaka ya rais. Handshake ya Uhuru Kenyatta mwaka 2018, umoja au kusalimu amri.
Baada ya kususia uchaguzi wa marudio wa mwaka 2017 na kujiapisha kama rais wa watu, Raila alishangaza taifa kwa kupeana mkono na Rais Uhuru Kenyatta mnamo Machi 9 mwaka 2018. Kusalimiana kwa mikono au handshake kulimaliza machafuko ya miezi kadhaa na kupelekea mpango wa Building Bridge Initiative BBI, ajenda ya mageuzi ya katiba iliyolenga kushughulikia dosari za kihistoria na kukabiliana na ukosefu wa haki. Ingawa Raila alikanusha kunufaika binafsi, wengi wa wafuasi wake walihisi makubaliano hayo yalipunguza sauti ya upinzani. BBI baadaye ilifutiliwa mbali na mahakama na azma ya Raila ya uraisi mwaka 2022 akiungwa mkono na Kenyatta ilimalizika kwa kushindwa na William Ruto. Mkataba na Ruto mwaka 2025, ushirikiano badala ya makabiliano. Mnamo March 2025, Raila aliingia katika mkataba wa maelewano na Rais William Ruto kuashiria makubaliano yake manne makubwa ya kisiasa na rais aliyoko madarakani. Mkataba huo ulifuatilia maandamano yaliyoongozwa na vijana na kutaka mazungumzo ya kitaifa, yakifanikishwa kwa usaidizi kutoka kwa rais wa zamani wa Nigeria Obasanjo. Makubaliano hayo yalilenga kutekeleza ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo. Makubaliano hayo yaliainisha maeneo 10 muhimu ya ushirikiano, ikiwa ni pamoja na ajira kwa vijana, kuimarisha ugatuzi, ukaguzi wa deni la taifa, ulinzi wa uhuru wa raia, mageuzi ya kupambana na rushwa na kushirikishwa katika utawala. Ingawa Raila alisisitiza kuwa haikuwa kupeana mkono, ushirikiano huo uliwafanya wanachama wa ODM kuteuliwa katika baraza la mawaziri na nafasi nyingine muhimu ya serikali, na jukumu la jadi la upinzani likafifia tena, kugombea uraisi mara 5 bila ushindi. Raila Odinga aliwania uraisi mara 5 kuanzia mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022. Na kila mara alikosa kupata ushindi. Kampeni zake zilishuhudia mikutano iliyohudhuriwa na watu wengi mno, changamoto za kisheria na madai ya udanganyifu katika uchaguzi. Jaribio lake lenye utata na la karibu zaidi na ushindi wa kiti cha uraisi lilikuja mwaka 2007, wakati wa matokeo ya mapema yalionyesha kuwa anaongoza zaidi ya Mwai Kibaki. Lakini Kibaki alipotangazwa mshindi kwa haraka, Odinga na wafuasi wake walilalamika na kusababisha machafuko nchini kote. Mnamo mwaka 2022, wakiungwa mkono na Uhuru Kenyatta na muungano wa Azimio la Umoja, wafuasi wa Raila waliamini kuwa uraisi unaweza kuafikia, lakini alishindwa na William Ruto ambaye alipata kura 50.49% ya kura dhidi ya 48.85% ya Raila. Mahakama ya juu iliidhinisha matokeo hayo na Raila akakubali, ingawa alishikilia kwamba uchaguzi huo kuwa na dosari. Safari ya kisiasa ya Odinga ilianza katika kivuli cha baba yake Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, lakini Raila alijitengenezea njia yake mwenyewe, kustahimili kipindi akiwa kizuizini bila kufunguliwa mashtaka, kunusurika usaliti wa kisiasa na vuguvugu aliloongoza ambalo lirekebisha hali ya kidemokrasia ya Kenya. Alikuwa sogora aliyefahamu kujitunga upya kisiasa, kutoka kwa kiongozi mkali wa upinzani hadi waziri mkuu, kutoka kuwa rais wa watu hadi mwanadiplomasia wa bara. Kampeni zake zilijaa mbwembwe, ishara na ahadi ya kuongoza wa Kenya hadi Kanani, sitiari ya kumaanisha haki na ustawi. Nini sasa kitafuata katika siasa za Kenya? Kifo cha Odinga kinaacha ombwe katika upinzani nchini Kenya.
Muungano wa Azimio la Umoja unakabiliwa na mzozo wa utambulisho na nchi inapania kushuhudia mirengo mipya ya kisiasa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Kuto kuwepo kwake kunaweza kuatia moyo viongozi wachanga au kuzidisha mifarakano ndani ya upinzani. Lakini jambo moja ni hakika, urithi wa Raila Odinga utadumu. Huenda haujawahi kukikalia kiti cha uraisi, lakini alibeba matumaini ya mamilioni. Kwa kufanya hivyo, alichangia kuunda mwenge wa kitaifa utakaozidi kutoa mwangaza au kuzima.